wewe umeambiwa usamehe, lakini hujalazimishwa usahau. Msumari unaweza ng'olewa katika mbao, lakini lazima alama itabakia kwa mbao. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, kwanza naomba nijue muda wangu ni kiasi gani? Ngapi? Mashaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunamwomba Allah tabaraka wa taala atuelimishe elimu itakayokuwa na manufaa na sisi. Elimu chache aliyotupatia iwe iko na baraka na itunufaishe sisi na inufaishe jamii, na mengi tusiyojua atuelimishe ikiwa itakuwa na manufaa na sisi na mashekhe wetu waliotangulia kiumri, kielimu na kidawa. Allah azidi kuwabariki. Ikiwa tuweze kufanya walichokifanya, basi tuthamini walichokifanya na tuendelee kuwaheshimu, na Allah tabaraka wa taala ajalie wao wawe ndio role model wetu. Nafurahi sana kupata hii fursa, na mada niliyochaguliwa niongelee ni kuhusu tabia njema. Na mimi naomba tusikilize hizi nasaha na hizi darsa zinazotolewa, ikiwa tunakumbuka maneno ya Profesa Mujahid alipoanza kuongea hapa akisema inafaa ufanye bidii katika hii dunia, uwe good kisha better kisha best. Don't let it rest until your good becomes better and your better becomes best. Ni tafsiri mmeelewa? Hii ina maana kwamba mkisikiliza hizi darasa zinazotolewa, jitahidi kama wewe ni mzuri uwe mzuri zaidi. Na sasa tuko katika ulimwengu mashaallah, kila unayemuona anajitahidi kuonekana mtanashati kimavazi na kimuonekano, lakini wengi wetu hatujitahidi nyoyo zetu ziwe safi. Yaweza kuwa mtu mwili wake wanuka, lakini moyo wake utoa uvundo. Kwa maana hiyo ni muhimu sana tuangalie kutakasika kwa nyoyo zetu, na njia pekee ya kutakasa nyoyo zetu ni kuwa na tabia nzuri. Angalia Allah tabaraka wa taala katika Qur'an alipoelezea kwamba kuna siku ya kiyama, alisema inna saata atia, hakika kiyama kinakuja. Ndugu zangu, tujulizeni swali, ikiwa kiyama kinakuja, yafaa mtu afanye nini? Yafaa mtu afanye nini kama kiyama kinakuja? Afanye ibada, si ndio? Afanye mazuri, si ndio? Lakini angalia, Allah hakusema kiyama kinakuja fanyeni ibada, asema inna saata atiyatun fasfahi safha aljamil, hakika kiyama kinakuja, samehe msamaha mzuri. Huku kusamehe ni katika tabia njema ama si tabia njema? Kwa nini Allah ametuhimiza baada ya kutuambia kiyama kinakuja tusameheane? Kwa sababu kitu pekee kitakachokuwa kitafanya mizani yako iwe nzito siku ya kiyama ni takwa Allah wa husnul khuluq, ni mtu kumcha Mola wake na tabia nzuri. Ndio hapa akasema fasfahi safha aljamil, tusamehe msamaha ambao kwamba ni mzuri. Na hapa lazima ujue kitu na ukumbuke kitu, kusamehe ni jambo zuri, kusamehe ni jambo zuri sana, lakini huja lazimisho ukisamehe lazima usahau ulichofanyiwa. Unaweza samehe lakini huwezi sahau yote uliyofanyiwa, huwezi. Na dini hii haikwambii usahau, kwa sababu unatakikana ujifunze na kila mmoja. Juzi kuna msemo nilisoma mahali unasema katika dunia hii, do not blame anyone, usimlaumu yoyote. Wanasema bad person gives you lesson,
Worst person gives you experience. Good person gives you happiness. And best person gives you memories. Mtu mbaya atakupatia funzo, na mtu mwovu atakupatia experience, na mtu mzuri atakupatia furaha, na mtu bora zaidi atakupatia memory. Kwa sababu siku zote kizuri hakiozi, si ndio? Lazima utakikumbuka. Kwa hiyo wewe umeambiwa usamehe, lakini hujalazimishwa usahau. Msumari unaweza ng'olewa katika mbao, lakini lazima alama itabakia kwa mbao. Na moyo huu unaumizwa sana, na silaha pekee ya kujeruhi nyoyo zetu ni maneno. Ndio mshairi akasema, jirahatu sinani laha iltiamu wala yaltamu ma jaraha lisanu. Jaraha zinazotokamana na silaha, mkuki, mshale, laha iltiamu, huenda zikapona, na hata kama zinapona ndio kovu inapatikana, lakini machungu ushasahau. Wala yaltamu ma jaraha lisan, lakini hakiponi kitu kilichojeruhiwa na ulimi. Sasa kwanza unatakikana usamehe, si lazima usahau ulichofanyiwa, ili ujifunze na kile ulichokufanyiwa. Experience is a good teacher. Alafu kitu cha pili, kumsamehe aliyoomba msamaha ni jambo zuri, lakini kumsamehe ambao kwamba haja kuomba msamaha ni jambo zuri zaidi. Angalieni hapa tukiongelea kuhusu akhlaq. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda Taif, wale watu wakataa kumpokea. Mtume akamwambia, basi nistirini, msiwaambie Makuraish. Wakatoboa siri, kisha baadaye wakampiga mawe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mwisho Mtume alinusha mikono. Ilikuwa tunadhania angewaapiza kwa mabaya walioyafanya, lakini alisema maneno, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Maneno haya Ibn Qayyim ametoa mambo manne ndani ili tusome husnul khuluq zaidi. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaombea msamaha watu waliompiga mawe. Watu wamempiga mawe mpaka damu zimemwaika, lakini amewaombea msamaha. Jambo la pili, kabla ya yeye kuwaombea msamaha kwa Allah, ni kwa kuwa yeye ametangulia kuwasamehe. Hawezi mwambia Allah wasamehe wakati yeye hajawasamehe. Amewasamehe watu ambao kwamba hawajaomba msamaha. Lakini jambo la tatu, pamoja na kuwa wamempiga mawe, bado hajasema hawa si watu wangu. Tuko katika wakati mtoto uliomzaa akikufanyia maovu, unaweza kana mbele ya jamii kuanzia leo, huyu si mtoto wangu. Lakini je, maovu wanaokufanyia watoto wako yamekuwa makubwa kushinda maovu aliyofanywa Mtume na watu wake? Lakini Mtume hivyo amesema, liqaumi, watu wangu. Wangekuwa watu wake wangemuhami wakamnusuru, hawangempiga mawe. Lakini mwisho kabisa Mtume akasema, fa innahum la ya'lamun, hakika wao hawajui. Angalia, Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapatia udhuru, kwa sababu kuna wakati watajua na watajutia kile walichokijua au kithamini mwanzo. Lakini leo tuko katika dunia, tabia mbovu tuliokuwa nao, hatupeani udhuru. Mdudu chungu kwa jambo ambalo kwamba la kumaliza maisha yake na kuuawa, alipeana udhuru mapema. Lakini binadamu kwa jambo lisilomrudisha nyuma sehemu yoyote, hawezi peana udhuru. Pale aliposema mdudu chungu, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, ingieni kwa maskani zenu, Suleiman na jeshi lake wasije wakawakanyageni, wakawavunja, wakawaua. Hawakusema kwani hawa watuoni sisi? Siku zote aliyokuwa chini ni rahisi kumuona aliyokuwa juu, lakini aliyokuwa juu ni ngumu sana kumuona aliyokuwa chini. Ndio kaona mara nyingi sisi tunaongea huwa tunayekuwa juu hapo. Nyinyi nyote lazima mnamuona anayeongea, lakini anayeongea anaweza ona baadhi tu, asione wote. Sasa akapeana udhuru, wa hum la yashurun, wakituua hali ya kuwa hawahisi. Amepeana udhuru. Lakini leo afadhali mdudu chungu anaweza kupeana udhuru
watu tunaoishi nao wengi wetu hawapeani udhuru. Ndugu zangu, ukitaka kuwa na tabia nzuri ukitaka kuwa nayo, kumbuka mazuri watu wanaokufanyia wewe, usikumbuke mazuri wewe unaowafanyia watu. Kumbuka mabaya wewe wafanyia watu, usikumbuke mabaya watu wanakufanyia wewe. Ukiwa hivyo utakuwa na tabia nzuri. Husnul khuluq jannatun fil qalbi wa nurun fid darbi wa ulfatun ma'a sahbi wa mardatun lirabbi. Ukiwa na tabia nzuri utapata pepo katika moyo wako, na utapata nuru katika barabara yako, na utapata mapenzi kwa wale unaosuhubiana nao, na utapata radhi za Mola wako kwa kuwa na tabia nzuri. Isitoshe, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mimi watu ninaowapenda na watakaokuwa karibu na mimi peponi, aqrabukum minni manzilatan yawm alqiyama wa ahabbukum ilayya ahasinukum akhlaq. Yule atakayekuwa karibu na mimi peponi na ninayempenda mimi zaidi. Watu wengi wanampenda mtume na wanadai hilo, lakini neema si wewe kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Neema ni yeye mtume sallallahu alayhi wasallam pia awe anakupenda wewe. Sasa swali ni je, tunaoyafanya mtume akiulizwa huyu umefanya hivi na hivi atakupenda? Hiyo ndio swali. Sasa ni kitu gani ukiwa nacho utapendwa na mtume sallallahu alaihi wasallam na utakuwa na yeye karibu? Ahasinukum akhlaqa, mwenye tabia nzuri. Kuna mfalme mmoja amehukumu muda mrefu na akataka kutoa funzo ili watu wamuogope. Waalaikum salam. Tuko katika dunia, alhamdulillah, watu wanadhania kuheshimiwa ni kuogopewa, wakati ni vitu viwili tofauti. Heshima iko kando na kuogopa iko. Si kila anayeogopewa, si kila anayeheshimiwa yuheshimiwa kwa sababu yaogopewa, na si kila anayeogopewa anaheshimiwa. Kuogopa ni kitu kingine na kuheshimu ni kitu kingine. Wewe waogopa nyoka lakini umheshimu nyoka, si unaogopa tu. Sasa huyu mfalme akawa anataka kutoa funzo ili watu wazidi kumwogopa, wasimchezee ovyo ovyo. Siku miongoni mwa siku wameketi wanaongea, akatoa mawazo fulani. Waziri wake akamwambia mfalme, samahani, hili wazo umelitoa, lakini mimi naona wazo tofauti kwa faida yako wewe, wazo tofauti na hili. Yule mfalme akasema, nitatoa funzo na huu waziri. Huyu waziri ndio atakuwa ni funzo. Akasema, huyu namhukumia aliwe na umbwa kwa sababu anakhalifu maelekezo yangu. Yule waziri amejaribu kujitetea kwa kila njia na kuomba radhi, tafadhali usikuwa na nia mbaya, nisamehe. Yule mfalme akakataa. Mwisho yule waziri akamwambia mfalme, naomba uniachie siku 10 tu. Baada ya siku 10 fanya unachotaka, naomba tu siku 10, kumbuka mazuri yangu, nipate siku 10. Waziri akapewa siku 10. Baada ya siku 10 wale umbwa wako na njaa wameletwa wamle yule waziri, badala wamle wacheza na yeye. Naam, badala wamle wacheza na yeye. Ameshangaa sana waziri mfalme, mbona au unaenda kwa mzee ukachukua madawa kwa mtaalamu? Naam. Yule waziri akamwambia, la mfalme, je, wataka nikwambie ukweli? Sema naam, niambie ukweli. Zile siku 10 nilizoziomba kwako, nilikuwa na keti na hao umbwa wako nikiwapatia huduma zote, kula kwao, kunywa kwao, kulala kwao kwa muda wa siku 10. Sasa leo maamrisha wao wanile, pamoja na kuwa wako na njaa, wanakumbuka mema yangu niliyowafanyia, ndio maana hawanili. Wewe umefanyia miaka zaidi ya 10, umeshindwa kukumbuka jema langu, lakini wanyama nimewafanyia ihsan siku 10, wamekumbuka mema yangu. Leo tunaishi na watu ambao kwamba wafanyie mazuri kila siku, lakini wakosea siku moja watasahau mazuri yako yote. Ni nature na uhalisia wa wanawake kulingana na vile wameumbwa, ni kwamba wao wafanyie mazuri mwaka mzima, lakini siku moja wakosea watasema
sijaona kwako mazuri. Ni nature hiyo twajua, lakini maajabu ni sifa ya wanawake pia. Wakati huu kwa wanaume imekithiri, wanaume pia wafanyie mazuri, kosa tu mara moja utasahau mazuri yote uliofanyia. Hii ndo matatizo ambayo kwamba tuko nao ndugu zangu. Man aasha sufran min al-akhlaqi wal adabi yahya faqiran walau yamshi ala dhahabi ma qimatu al-mar'i illa tibu jawharihi la ma hawau min al-amwali wal hasabi. Ukiishi hauna tabia nzuri na hauna adabu, utaishi fakiri hata kama wewe unalala juu ya dhahabu. Ndugu zangu, ukiwa wewe ni mzuri, ukiwa uko kwa kabila zuri, ikiwa uko na mali, ikiwa uko na cheo, inaweza kukupandisha kukuweka daraja ya juu, lakini kitu pekee kitakufanya ubaki hapo hapo juu si mali yako wala cheo chako, ni tabia yako. Tabia ndio itakufanya ubaki hapo juu. Ukikosa tabia utaporomoka tu na utashuka chini kama kawaida. Binadamu hana thamani yoyote ikiwa hana tabia nzuri, na mali na nasaba na cheo hakitakupeleka kokote. Ndugu zangu, fi bidayati ayu alaqa tadhharu almashaa'ir wa fi nihayatiha tadhharu alakhlaq. Relationship yoyote mwanzo wake inadhihirika hisia, lakini mwisho wake itadhihirika tabia. Ikiwa umependana na mtu mwanzo, hisia itadhihirika, atakuhurumia, atakujali, atakupenda, lakini kosana naye, iwe relation yenu inataka kuvunjika na kuharibika, hapo ndio wakati itadhihirika tabia ya mtu. Hapo ndio wakati itadhihirika tabia ya mtu. Nikimalizia, naona muda umeisha. Sheikh, nimbakisha dakika ngapi? 5. Nimbakisha dakika 5. Nikimalizia, naona muda umeisha haraka. Usulul akhlaq 4. Misingi ya tabia nzuri ni 4. Antasila man qata'ak wa tu'tiya man mana'ak wa ta'fuwa amman dhalamak wa tuhsina ila man asaa ilayk. Misingi ya tabia nzuri mambo 4. Antasila man qata'aka, uunganishe yule aliyokukata. Leo watu wanashindwa kutofautisha baina ya kuunganisha kizazi na kuwafanyia mema familia. Wanashindwa kutofautisha. Vipi nasema hivi? Leo utampata mtu kwamba mimi naunganisha kizazi, ndio maana mjomba wangu yuanijali na mimi namjali, ndio maana ami yangu yuanifadhili na mimi namheshimu. Kinachounganishwa ni kilichokatika, lakini kilichoungana hakiunganishwi. Mnaelewa sijui? Sasa yule ambaye yokujali, yokuulizia, yokuthamini, yokufadhili, huyo kizazi kimekatika ama kishaunganika? Kimekatika ama kimeunganika? Kimeunganika. Sasa utasemaje unaunganisha kitu kilichoungana tayari? Lakini kuunganisha ni yule asiyekuulizia wamuulizia, asiyekujali wamjali, asiyekuthamini wamthamini. Amilin nasa bihtiram وتخير لهم أجمل الكلام لتعيش معهم ومع نفسك بسلام. Amiliana na watu kwa heshima, na tujue kuna mtu anastahiki kuheshimiwa na kuna mtu unamheshimu kwa kuwa wewe ndo wastahiki kuheshimiwa. Sio yote unamheshimu yastahiki kuheshimiwa. Kuna yule anastahiki utamheshimu, na kuna yule hastahiki, lakini ili wewe upate heshima lazima ufanyeje? Mheshimu. Na chagua maneno mazuri ili uishi wewe na nafsi yako na pamoja na watu kwa salama. Kwa hiyo misingi ya tabia nzuri ni 4. Kwanza, uunganishe kizazi kwa aliyekukata. Pili, umpatie anayekunyima. Yeye kunyima, wewe wafanyaje? Watu wawili wakikosana, huwa mkosa ni nani? Ni aliyomkosea mwingine ama ni nani? Najibuni. Watu wawili wamekosana, kuna mmoja amemkosea mwenzake. Katika hao wawili waliokosana, ni nani mkosa? Aliyemkosea mwenzake ama yupi? Wanasema watu wawili wakikosana, mkosa ni mwenye akili katika hao watu wawili. Yule ambaye kwamba yuko na akili kwa hao watu wawili ndio mkosa.
Kwa sababu wakikosana watu wawili, huyu amekumwagia mboga, wewe mwaga sima, inaonekana kwamba wewe mwenye akili umemwiga asiyekuwa na akili, si ndio? Yafaa wewe mwenye akili umuoneshe asiyekuwa na akili, wewe umefanya hivi ni makosa, lakini kwa kuwa mimi nina akili, hii ndo right, yafaa tufanye hivi, ndo watu watarekebishana. Wa idha jazaina al-isaa'atu bil-isaa'a famata tantahi al-isaa'a wa man yuzidu munkara bi ankara kaghasil al-hayd bi bawl al-aghbar. Tukilipana mabaya kwa mabaya, mabaya yatamalizika. Tukilipana mabaya kwa mabaya, tutatofautisha mbaya na mzuri. Kitu kizuri ni wewe mzuri umbadilishe mbaya awe mzuri, lakini kitu kibaya ni mbaya kubadilisha wewe mzuri umuige yeye katika mabaya. Hicho ndio kitu kibaya. 3, wata'fu amman dhalamak, na umsamehe aliyokudhulumu. Misingi ya tabia nzuri. 4, watuhsina ila man asaa ilaik, na umfanyie mazuri aliyokufanyia mabaya. Ndugu zangu, natamani ningekuwa na 1000 hapa nikaonesha kitu fulani. Kabla naonesha hicho kitu, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema arkanu al-akhlaq al-hasana 4, ruknu na pillars za mtu kuwa na tabia nzuri ni 4. Nimeongelea misingi 4, sasa naongelea ruknu ngapi? 4. Nadhani nibakisha dakika 2. Moja. Ruknu 4 haraka haraka. Ibn al-Qayyim ataja ruknu 4, anasema ruknu ya kwanza kuwa na tabia nzuri ni as-sabru. Ruknu ya pili as-safhu, al-iffatu. Ruknu ya pili al-iffatu, as-sabru wal-iffatu wash-shaja'atu wal-'adlu. Ukiwa na mambo 4 lazima uwe na tabia nzuri. Uwe na subra, kuvumilia mitihani ya watu. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitna tasbirun, tumejalia baadhi yenu kwa baadhi ni mtihani, je mtasubiri? Pili, baada as-sabru kinachofuatia al-iffa, uwe na iffa, upende mazuri, uwe mcha Mungu, ufanye mazuri. Lakini 3, ash-shajaa, ukiwa shujaa utakuwa muongo. Yoyote muongo huwa ni jabani, si shujaa. Lakini mwisho al-adlu, uwe mwadilifu. Uwe mwadilifu, unayempenda akikosea umwambie amekosea, na unayemchukia akipatia mpatie pongezi, umepatia. Sasa namaliza na kisa hichi. Ndugu yangu, kisa hichi. Kuna mwalimu mmoja alikuwa anafundisha darasani. Sitaongeza baada ya hicho kisa. Alipokuwa anafundisha darasani akachukua pesa. Kisha kuna 1000. Kajua nikiuliza hilo swali. Mashaallah. Kaenda kwa mganga. Wasikia bwana? Yule mwalimu alishika hii pesa hivi, akauliza nani wataka hii pesa? Nani wataka? Kila mmoja amenyosha mkono, si ndio? Wataka, alafu ogopa kunyosha, nyosha. Kila mmoja amenyosha, kisha akafanya hivi. Nataka niende nikufuate. Kisha akafanya hivi, pesa kaikunja kunja. Akauliza tena, nani wataka hii pesa? Kila mmoja amenyosha. Kisha hii pesa akaitupa. Nani wataka? Kila mmoja amenyosha. Kisha akaikanyaga pesa. Asema nani wataka? Kila mmoja wataka, si ndio? Sasa sema ishini katika maisha haya kama hii pesa. Dharubu zote imepitia, lakini thamani yake iko pale pale, si ndio? Na wewe tusiwa, tukanwa, ambiwa vibaya, bakia kwa msingi wako, usibadilike. Usiwe na ulimi mchafu kwa sababu umekasirishwa. Usiwe na tabia mbaya kwa sababu umeudhiwa. Bakia thamani yako kama hii pesa. Ikunjwe kunjwe, ikanyagwe, itupwe, ichafuliwe, thamani yake iko pale pale. Mpaka hapa nakoma. Nasaha nishabaini juu yetu waumini, nasaha tuifuateni. Khairul kalami qalilu ala kathirin dalilu, wal-'iyyu ma'na qasiru yahwihi lafdhun tawilu, wa fil kalami kathiru fihi qala waqilu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kimeru.